Nilikusogezea taarifa juu ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambaye Marekani iliweza kumnyakua kama mwewe anaponyakua kifaranga cha kuku na kwenda naye nchini Marekani, na Marekani baadaye akatoa matamko mbalimbali. Sasa nikwambie, dunia imeonekana kuamka sana. Kuna baadhi ya mataifa ya Kiafrika yameonekana kufurahia kitendo hichi, wengine wakitaka Rais Donald Trump aje kufanya ndani ya mataifa yao, kuchukua viongozi wao kwa namna moja namna nyingine, kwa sababu ya yale malalamiko ambayo wananchi wako nayo juu ya masuala mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye mataifa yao. Sasa ukitazama kwenye mataifa mengine, wao wamelaani kitendo cha rais wa Marekani Donald Trump kwenda kumchukua rais wa Venezuela kwa mfumo namna hiyo, namna ambavyo amefanya uingiliaji kwenye nchi nyingine. Sasa tuangalie ni kwa nini dunia inalaani hatua za kijeshi za Marekani dhidi ya Venezuela. Hatua ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Venezuela na kutekwa nyara rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro limekabiliwa na wimbi kubwa la laana na ukosoaji mkubwa kote duniani. Nchi nyingi zimelaani kitendo hicho na taasisi nyingi za kimataifa zimehitaji hatua hiyo ya Trump kwa ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa, na zimetoa wito wa kuheshimiwa mamlaka ya kitaifa nchi zote na kubuniwa utatuzi wa amani wa mgogoro wa Venezuela. Serikali ya Venezuela imehitaji hatua hiyo kuwa ni uvamizi wa kijeshi na kutangaza hali ya hatari kote nchini humo. Vilevile imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili kadhia hiyo. Kwa kuishambulia Venezuela, Marekani imeonyesha tena kwamba sheria ya kimataifa na kanuni za msingi za mamlaka ya nchi huru havina nafasi yoyote katika mantiki na kamusi yake ya kisiasa. Shambulio la kijeshi na kuteka nyara rais wa nchi huru si tu kwamba haviwezi kuhalalishwa na kutetewa chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, lakini pia kama uzushi hatari vinahatarisha nidhamu ya kimataifa. Wakati huo huo, nafasi na mchango wa Donald Trump kama mbunifu na mtekelezaji wa sera hiyo ni muhimu, kwani tabia yake ya kujichukulia maamuzi ya upande mmoja imegeuza sera ya kigeni ya Marekani kuwa uwanja wa maonyesho wa kutunisha misuli na utumiaji mabavu usio na mantiki, ambao sasa umekasirisha nchi nyingi kote duniani, hata washirika wa Washington. Shambulio la Marekani dhidi ya Venezuela inaonekana kuwa na umuhimu mkubwa kutokana na matokeo yake makubwa katika ngazi za kikanda na kimataifa. Katika ngazi ya kisheria, hatua ya Marekani ni ukiukwaji wa wazi wa kanuni ya kutoingilia kati masuala ya nchi huru na marufuku ya matumizi ya nguvu. Mkataba wa Umoja wa Mataifa unakataza waziwazi tishio au matumizi yoyote ya nguvu dhidi ya ardhi na mamlaka ya kisiasa ya nchi inayojitawala. Kumteka nyara rais wa nchi huru na kumhamishia kwenye ardhi ya Marekani kuna maana ya kupuuza uhuru wa mahakama na taasisi za kisiasa za Venezuela. Kitendo hiki ni sehemu hatari zaidi ya kadhia hii, kwani iwapo mtindo kama huo utaruhusiwa, mzozo na itilafu yoyote ya kisiasa duniani inaweza kumalizika kwa kukamatwa rais wa nchi kwa kutumia kisingizio chochote cha masuala ya usalama. Wasiwasi huu ndio unaozifanya nchi na maoni ya umma kulaani uvamizi wa Marekani huko Venezuela, kwa sababu kuvunjwa mipaka hiyo kunatishia usalama wa nchi zote. Na kama alivyosema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, hakuna nchi yenye haki ya kumkamata kiongozi wa taifa huru. Kitendo hiki ni ukiukwaji wa wazi wa mkataba wa Umoja wa Mataifa na tishio kwa usalama wa pamoja. Matamshi haya yanaonyesha kwamba upinzani wa kimataifa dhidi ya kitendo cha Marekani si tu kutokana na mtazamo wa kisiasa, bali pia kwa kuzingatia mtazamo wa kisheria na kanuni za msingi za nidhamu ya kimataifa. Katika upande wa kihistoria au historia ya kisiasa, hatua ya Marekani huko Venezuela inakumbusha mwongozo wa Monroe na uingiliaji kati wa Marekani katika masuala nchi za Amerika Kusini. Kumbukumbu ya pamoja ya eneo la Amerika Kusini imejaa mifano ya uingiliaji kati wa Marekani ulioanza kwa kauli mbiu ya kulinda nidhamu na usalama na kuishia kwenye majeraha makubwa kwa uhuru na jamii. Katika muktadha huu, tunaweza kuashiria mfululizo wa mapinduzi na uvamizi wa Marekani katika nchi za Amerika Kusini, kwani eneo hilo limekuwa mwathirika wa mara kwa mara wa sera za kujichukulia maamuzi ya upande mmoja za Washington. Akizungumzia tukio hili, rais wa zamani wa Ecuador Rafael Correa amesema kitendo hiki cha Marekani kinakumbusha siku zenye giza zaidi za uvamizi wa kijeshi. Amerika Kusini, wapo jamii ya kimataifa haitasimama, kesho itakuwa zamu ya nchi nyingine. Katika ngazi ya kiuchumi, Venezuela ikiwa moja wa wamiliki wa akiba kubwa ya mafuta duniani, ina nafasi isiyo na kifani katika mlinganyo wa nishati wa kimataifa. Kwa akiba yake kubwa ya mafuta ghafi, nchi hiyo imekuwa ikikodolewa macho na mataifa makubwa, kwa sababu mabadiliko yoyote katika hali yake ya kisiasa na kiuchumi yanaweza kuathiri usambazaji na mahitaji ya mafuta duniani. Katika muktadha huu, Trump kwa muda mrefu sasa amekuwa na ndoto ya kutia mikononi rasilimali za mafuta za Venezuela, na amezungumzia mara kwa mara umuhimu wa akiba hiyo katika hotuba zake.
Sasa mara tu baada ya uvamizi kijeshi dhidi ya Caracas, rais wa Marekani amezungumza waziwazi kuhusu kupelekwa kampuni kubwa zaidi za mafuta za Marekani nchini Venezuela, na ameahidi kwamba kampuni hizo zitawekeza mabilioni ya dola katika sekta mafuta nchi hiyo. Taarifa hizi zinaonyesha kwamba nyuma ya hatua ya masuala ya kijeshi kuna nia ya kiuchumi na utajiri wa nishati. Nia hiyo inalenga kupanga upya soko la mafuta kwa maslahi ya Washington na washirika wake. Kwa mtazamo wa kisiasa, hatua hiyo ya Marekani imetilia shaka sana uhalali wa nchi hiyo kimataifa. Washirika wa jadi wa Washington barani Ulaya pia wamelaani hatua hiyo. Kaja Kallas, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya, ameandika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X akisema, katika hali yoyote ile, kanuni za sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa lazima ziheshimiwe. Msimamo huu unaonyesha kwamba hata washirika wa karibu wa Marekani hawataki kukubali sera kama hiyo. Sasa vyombo vya habari vya Israeli ambavyo viliripoti kauli ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuipongeza Marekani kwa kitendo ambacho amekifanya cha Venezuela, ni kwamba vyombo vya habari vya Israeli vimekiri kwamba lengo la rais wa Marekani Donald Trump la kuanzisha shambulio la kijeshi dhidi ya Venezuela halikuwa kupambana na biashara haramu ya madawa ya kulevya, bali kupora rasilimali za nchi hiyo. Vyombo vya habari vya Kibrania vimekiri waziwazi, na vyombo hivyo viliongeza kuwa vita halisi vilivyo nyuma ya pazia ni vita dhidi ya rasilimali za nishati za Venezuela. Vyombo vya habari vya Kizayuni vilisisitiza kwamba kilichotokea Venezuela Jumamosi asubuhi kilikuwa ni mgogoro mkubwa kuhusu rasilimali za nishati na teknolojia za hali ya juu. Zaidi ya watu 40 waliuawa katika mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Venezuela siku ya Jumamosi, wakiwemo raia na wanajeshi. Gazeti la New York Times limeripoti likimnukuu afisa mkuu wa Venezuela ambaye hakutaka jina lake litajwe, baada ya vikosi vya Marekani kushambulia Caracas mapema Jumamosi na kutekwa nyara kwa Maduro. Mahakama ya juu ya Venezuela ilimteua makamu wa rais Delcy Rodriguez kama rais wa muda ili kuhakikisha kuwa hakuna ombwe la uongozi na kuunda baraza la ulinzi la taifa la nchi hiyo. Mataifa mbalimbali duniani yameendelea kulaani vikali mashambulizi hayo ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Venezuela. Nchi hizo zimeeleza wasiwasi wao kuhusu uhalali, maadili na taadhira hatari za uvamizi wa Marekani huko Venezuela. Sasa kaimu rais wa Venezuela ambaye ameidhinishwa na mahakama ya juu zaidi nchini humo amesema kulikuwa na kivuli cha Waisraeli kwenye operesheni ya kutekwa nyara rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Rodriguez ambaye aliteuliwa kama kiongozi wa muda wa Venezuela amesema kwamba Maduro na mkewe ambao walisafirishwa na kuwekwa kizuizini huko New York baada ya kutekwa nyara wanapaswa kuachiwa huru mara moja. Katika hotuba ya television Jumamosi usiku, kiongozi huyo amelaani shambulio hilo la majeshi ya Marekani akisema kuwa lilikuwa na mkono wa Kizayuni. Baada ya vikosi vya Marekani kushambulia Caracas mapema Jumamosi na kutekwa nyara kwa Maduro, mahakama ya juu ya Venezuela ilimteua makamu wa rais Delcy Rodriguez kama rais wa muda ili kuhakikisha kuwa hakuna ombwe la uongozi na kuunda baraza la ulinzi la taifa la nchi hiyo. Wakati wa hotuba yake hiyo, rais wa muda wa Venezuela alisisitiza kwamba Maduro anasalia kuwa rais pekee wa Venezuela na akataka kuachiliwa kwake mara moja, na alieleza kwamba shambulio hilo kama uchokozi wa kijeshi usio na kifani wa Marekani, akisisitiza kwamba lilichochewa na nia ya kunyakua udhibiti wa hifadhi kubwa ya mafuta ya Venezuela. Na Rodriguez amebainisha kuwa serikali nyingi duniani kote zimeshangazwa na uvamizi huo wa Marekani dhidi ya taifa hilo la Amerika ya Latini, akisisitiza kwamba historia na haki vitawafanya walipe gharama kubwa kwa hatua yao. Ila pia inaelezwa kwamba mashambulizi ambayo yalifanywa na Marekani huko Venezuela yameua makumi ya watu. Zaidi ya watu 40 waliuawa kwenye mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Venezuela siku ya Jumamosi, wakiwemo raia na wanajeshi. Gazeti la New York Times limeripoti likimnukuu afisa mkuu wa Venezuela ambaye hakutaka jina lake litajwe. Gazeti hilo limesema kuwa limefanyia uhakiki kanda za video zinazoonyesha moshi mzito wa milipuko ya mara kwa mara karibu na uwanja wa ndege wa La Carlota katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas. Huko Katia Lamar, mji ulio magharibi mwa mji mkuu wa Caracas, shambulio la anga lilipiga jengo la ghorofa 3 la kiraia na kupromosha kuta zake, lilisema gazeti hilo, likibaini kuwa ajuza mmoja aliuawa na mtu mwingine kujeruhiwa vibaya. Vyombo vingi vya habari vya Marekani vikinukuu vyanzo vya serikali ya Venezuela viliripoti kwamba pamoja na Caracas, shabaha za kijeshi katika majimbo ya pwani ya Caribbean ya Miranda, Aragua na La Guaira pia ilishambuliwa. Nchi mbalimbali duniani zimeendelea kulaani vikali mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Venezuela, lakini nchi hizo licha kwamba zina laani, lakini hakuna mtu mwenye uwezo wa kuweza kumtishia Marekani kwa sasa. Wanabaki tu wanaongea hivi na hivi na hivi, ndo uhalisia uliopo.
Na nikwambie pia wananchi wa Marekani wamemiminika mitaani na mabarabarani kote nchini humo kushiriki maandamano ya kupinga na kushutumu uchokozi wa kijeshi wa Washington dhidi ya Venezuela na kutekwa nyara kwa Rais Nicolas Maduro na mkewe Celia Flores. Kuanzia pwani ya magharibi hadi pwani ya mashariki, waandamanaji wamekusanyika katika kona mbalimbali za Marekani Jumapili kuonyesha hasira zao kwa kile walichokitaja kama kitendo cha uchokozi kisicho halali na cha kiukwaji wa sheria ambacho kinaweza kuitumbukiza tena Marekani katika vita vingine vya muda mrefu. Huko Seattle, waandamanaji walikusanyika karibu na fukwe za jiji hilo wakipiga nara za watu walioungana hawatashindwa kamwe. Wengi walibeba mabango yaliyokuwa na jumbe zinazosema uvamizi huo ulikiuka kanuni za kimataifa na sheria za ndani ya nchi. Na huko Philadelphia, mamia waliandamana kutoka ofisi za baraza la jiji la City Hall hadi kituo cha kuandikisha wanajeshi wa Marekani kwenye mtaa wa Spring Garden wakipinga vitendo vya Washington dhidi ya Venezuela. Wanasema Congress inahitaji kurudisha mamlaka yake, wanatakiwa kuwakilisha watu, sisi ndio tunatakiwa kuamua kama tuende vitani au la, alisema David Gibson, mkurugenzi wa vuguvugu la amani, haki, uendelevu sasa na mmoja wa washiriki wa maandamano hayo. Nje ya ikulu ya Marekani huko Washington, waandamanaji waliimba viva viva Venezuela, huku akiwa ameshikilia mabango yenye maandishi no war on Venezuela, komesha ubeberu wa Marekani na no blood for oil. Waandamanaji wamesema shambulio hilo lilifichua vipaumbele vya kweli vya Washington na nia yake ya kuendelea kutumia nguvu kulazimisha mapenzi yake nje ya nchi yake. Hii ndo sura halisi ya Marekani. Licha kwamba Marekani anataka kusimama kama baba wa demokrasia kwa mataifa mbalimbali duniani, lakini Marekani ameonekana kufanya vitu tunasema vya ajabu anapovamia kwenye nchi yoyote. Kwa mfano, nimeona kuna kilio kimebuka cha baadhi ya wananchi wa nchi za Kiafrika, wanamuita Trump, njoo kwenye taifa letu tusaidie hili na hili na hili. Lakini nikwambie, huyu mwamba haendi kwenye nchi ambayo hakuna, yani huyu mwamba ni mfanya biashara. Kwa hiyo ili aje kwenye nchi yako lazima kuwe na kitu cha kumfaidisha yeye. Kwa hiyo watu wanapaswa kuelewa hivyo. Kwa hiyo yuko Ukraine kwa sababu Ukraine anafaidika na uuzaji wa silaha. Yupo kwenye taifa la Venezuela kwa sababu wanafaidika. Taifa lote analokwenda kwa sababu wanafaidika. Kwa hiyo ukiona ametia maguu kwenye taifa lolote, jua anafaidika kwa namna moja namna nyingine. Hafanyi biashara ya bure. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.